maisha yake yatakuwa ni maisha ya wokovu. Anasema mstari wa 10, nimefanya hivi, neno lako nimeweka ndani ya moyo wangu, ili nisije nikakutenda dhambi. Kumbe neno la Mungu linatusaidia kutokutenda dhambi. Neno la Mungu linatusaidia kutokumkosea Mungu. Na kwa sababu linatusaidia kutokumkosea Mungu, inatufanya tuweze kuishi maisha yetu ya wokovu. Maisha ya wokovu. Maisha ya wokovu hatuwezi tukayaishi nje na neno la Mungu. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Mtu hata aseme Bwana asifiwe, ameokoka, hata aokoke miaka, awe na miaka 10 ya wokovu, awe na miaka 20 ya wokovu, awe na miaka 15, awe na miaka 7, mwaka mmoja, kuwepo na miaka mingi katika wokovu hakumaanishi mtu huyu anaishi maisha ya wokovu. Maisha ya wokovu mtu atayaishi pale tu atakapolifuata neno la Mungu, atakapoliweka neno la Mungu ndani ya moyo wake, na hilo neno litamsaidia kuishi maisha ya wokovu. Timotheo wa pili sura ya 3. Timotheo wa pili sura ile ya 3. Mstari ule wa 16-17. Mstari wa 16 hadi mstari wa 17. 16-17. Kila andiko lenye pumzi, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza. Tuseme wote, na kuwaongoza. Turudie tena, na kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo neno la Mungu kazi yake ni kutuongoza. Kutuongoza. Inatuongoza katika nini? Inatuongoza katika kutenda haki. Inatuongoza katika kufanya mema. Inatuongoza katika maisha yale ya wokovu hasa. Kwa maana hiyo, neno la Mungu ndilo linaloamua tuishi namna gani hapa duniani. Neno la Mungu ndilo linalotutiisha. Neno la Mungu ndilo linatufanya tuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Utaona katika Biblia yako pia jambo hili linajirudia tena na tena, kwamba neno la Mungu linatuongoza. Ndio maana mahali popote pale ambapo hakuna neno la Mungu, utaona watu wanaishi maisha ya ajabu ya kiroho. Utaona mahali pa namna hiyo hakuna tofauti kati ya mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka. Mahali ambapo neno la Mungu halipo,
Watu wanaenda kiholela holela. Watu wanaenda pasipo utaratibu wote. Wanafanya watakayo wao, lakini si kama atakavyo Mungu. Mithali 6 mstari wa 21 mpaka mstari wa 25. Maandiko yanasema, yafunge haya katika moyo wako daima. Labda nianze mstari wa 20. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Yafunge haya katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza. Tuseme wote, uendapo yatakuongoza. Neno la Mungu kazi yake ni kumuongoza mtu wa Mungu ili aishi maisha ya wokovu. Neno la Mungu kazi yake ni kumuongoza mtu asifanye ayatakayo yeye. Neno la Mungu tunaweza tukasema linafananishwa na sheria za nchi, katiba ya nchi. Katiba ya nchi ipo, sheria za nchi zipo kwa ajili ya kuwaongoza raia wa nchi husika. Maana yake ni nini? Kama hakuna katiba ya nchi, kama hakuna sheria inayoongoza watu, dunia hii isingekuwa inakalika. Ingekuwa ni mahali pa fujo sana kuliko hata sasa tunavyoona. Ingekuwa ni mahali ambapo hapana utaratibu. Mtu akishaona mtu amejenga nyumba nzuri, anaweza kwenda kupora, anaweza kumpiga vyovyote vile anavyotaka, anaweza kufanya chochote kile. Sasa unaweza kaona leo hii kuna sheria za ubakaji. Mtu akikamatwa amebaka, anawekwa jela miaka 30. Lakini pia kuna kesi kama za jinai, mtu anaweza kufungwa maisha. Kuna kesi zingine unaweza hukumu yake ni kunyongwa. Lakini pamoja na sheria hizo kali zilizo, lakini utaona bado wanafanya makosa ya jinai yanayoweza kumgharimu kunyongwa, yanayoweza kumgharimu kufungwa maisha. Je, kama kusingekuwa na sheria ingekuwaje? Maana ingekuwa ni hali mbaya zaidi. Na Mungu ametupa sheria na katiba ya kuwaongoza watoto wake, kwamba wasiwe na mambo ya kubuni, wasiende kwa nguvu zao, wasiende kwa akili zao, wasinitafute kwa jitihada zao. Lakini Mungu ameweka utaratibu ambao ni wa neno lake, ili neno lake lipate kutuongoza, neno lake lipate kutuongoza, lipate kututiisha, neno lake lipate kutufanya kuishi maisha anayoyataka Mungu.